Umetoka zako huko Mwakaleli mwanangu, na Kinyakyusa cha Mwakaleli, umekuja hapa mjini na wewe unataka utoke mahali. Kumbe ardhi ya kule kwenu kuna mtu aliandika akasema hivi, huyu mtu atakapoenda mahali popote au akachukua udongo akaunuizia, ameshika udongo akaunuizia ardhi, ameishika, akasema huyu mtu kichwa mbele miguu nyuma, atakapokanyaga popote, atakapoenda popote, hatajenga, hataolewa, hatafanya kitu chochote. Alafu baada ya hapo ile ardhi ikaandika. Biblia inasema ardhi huwa ina kawaida ya kuandika yale maandishi. Kumbe kuna maandishi yameandikwa, nikija Iringa nisifanikiwe, nikienda Tanga nisifanikiwe, nikienda Bukoba nisifanikiwe, nikienda Mtwara nisifanikiwe, nikienda Songwe nisifanikiwe. Kuna maandishi yameandikwa kwenye ardhi. Mwenye uwezo wa kubatilisha hayo maandishi ni kinywa chako, kwa kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Hiyo ndio ina uwezo wa kubatilisha hayo. Na mimi ninakuona jioni ya leo, maandishi yote walioandika, waliandika usiku wa manane, waliandika alfajiri, waliandika jua likiwa limezama, waliandika wakiwa ndani ya maji, waliandika wakiwa mahali popote, wakakuandikia maandishi ya kwamba utanyanyuka. Mimi nina habari njema jioni ya leo, ninasema utanyanyuka tena, utaanza kwenda, utaanza kufanikiwa, utaanza kuinuliwa. Kama unaelewa jioni ya leo, wageukie watu wawili, mwambie hayo maandishi yamefutwa kwa jina la Bwana. Haleluya.